Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako. Alhamdulillah, leo tena ni siku yenye kheri na nuri ambao Allah ameweza kutuwekea, na insha Allah mpenzi mtazamaji, leo sina mwingine katika studio zetu ila ni Sheikh wetu Sheikh Juma Shughuli ambaye tumempeza kwa muda, lakini tukimpata inabidi tulifanyie kazi zaidi. Na insha Allah katika mada yetu ya leo mpenzi mtazamaji, tunaenda kuangazia maadili katika maisha ya kila siku. Ni jinsi gani tutaishi na maadili mema katika jamii yetu, haswa sisi Waislamu pia na jamii nzima kiujumla, na inshallah tukielekea kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibu sana Sheikh. Shukran. Alhamdulillah. Mungu ametupa taufiki tena tumefika. Alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin al-masumin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa la'nu daim ala adaihim ila qiyam yawmiddin. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ningependa kuwasalimia watazamaji wetu na wanaofuatilia Mahdi TV na vipindi vyetu kwa salamu ya kawaida ya Kiislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ningependa kutanguliza riwaya ambayo tutaitumia mbele tukiendelea na mada hii. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama tunavyojua kwamba vyote tunavyotaka kuvifanya sisi wa kumwelekea ni mtume wetu ambaye yeye alikuwa na maamrisho ya Mwenyezi Mungu na akatekeleza vile Mwenyezi Mungu alitaka. Kwa hiyo lifestyle yake alivyokuwa katika haya maisha yote, hakuna sehemu alitoka nje ya maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo maisha yake na yale anatuambia sisi ndio mwelekeo wetu. Qur'ani na maneno ya mtume na Ahlul-Baiti, bila kusahau kwetu sisi ambao maneno yao yanaendana sawa na mtume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alaikum bimakarimil akhlaq fa inna rabbi ba'athani biha. Alaikum bimakarimil akhlaq fa inna rabbi ba'athani biha. Hii riwaya ni riwaya ambayo inatuelekeza kwamba kitu muhimu zaidi ambacho alitumilizwa kwa ajili ya kukifanyia kazi mtume ni kitu gani, ambao kwa kulingana riwaya hii anasema kwamba ni tabia njema, makarim akhlaq. Na riwaya nyingine ambayo watu washaizoea, innama bu'ithtu liutammima makarim akhlaq, ambayo maana yake hizi riwaya mbili zote ni hiyo moja. Tuko katika zama ambazo ni nzito kiasi fulani. Kunahitajika kufanywa juhudi nyingi za kuhakikisha kwamba mafuhumu hasa ya kidini yanapenya kwenye jamii kwa kiwango kikubwa sana. Kwa sababu mimi kwa ufuatiliaji wangu nimehisi kwamba kuna upungufu wa ufahamu wa mambo mengi ya kidini katika jamii. Kwa nini? Kwa sababu watu wameacha tena kwenda madaris kukaa kufundishwa na kuwafata wasome ambao labda wanajulikana ni wasomi na akhlaki zao zikoje. Watu wamependuka upande wa pili, wameenda kwenye social media na trend zinazokuwa. Hiyo ndio imekuwa ni kitabu chao siku hizi. Ndio imekuwa kitabu. Na kibaya zaidi, vitu vinavyo trend ambavyo ndio vinavyofuatwa mara nyingi ni vitu ambavyo haviko kwenye mwelekeo. Ukipata kitu kizuri kina trend ni kimoja katika vitu 100. Lakini 99 uweza ongeza na point, utakuta ni vitu vile ambavyo haviko sawa ndio vina trendishwa. Ndio. Sahihi. Vinaingia kwenye jamii, vinafanya kazi kwenye jamii. Na vina athari, si kwamba havina. Kwa sababu ukitaka kuangalia utakuta kwamba wengi wameona vitu ambavyo vilikuwa ni vizito kufanywa nyuma. Saa hii kwa sababu ya
Facebook na TikTok na nini vimekuwa rahisi. Kama kawaida. Wale ambao walikuwa wanaona aibu hawaoni tena aibu. Waliokuwa wamejificha wamekuja nje. Ndio. Kwa sababu unaweza ukajifungia ukafanya mambo lakini watu wanajisahau kwamba hicho unachokifanya kinaenda ulimwenguni, kinatoka nje. Inawezekana ulipo hakuna macho ya watu lakini kishaitoa ni ulimwengu sasa, si wewe tena. Kwa hiyo hapa ndio inakuwa masala ya maadili, ni masala muhimu sana. Inatakikana kulingana na mafuhumu za kidini, yani dini inavyoeleza mambo, itiliwe mkakati, vitu visukumwe viingie kwenye jamii. Vijana wetu mabarobaro wapate hivi vitu kwa sababu bila hivyo mwelekeo wa mbele ya safari itakuwa mgumu sana. Utakuwa mgumu na tayari hali zishaanza kuonekana kuwa ngumu. Akhlaq ambayo tunaweza sema ni mti wa mgongo wa haraka ya kibinadamu yote. Sisi kama Waislamu kuna vigawanyo ambavyo vimewekwa ambayo akida kama tunavyojua, masala ya tauhid na kuitakidi Mungu ni mmoja, kuamini utume, kuamini maad, yani siku ya mwisho kwamba tutakufa, kuna hisabu, kuamini uimamu sisi ambao upande wetu kama Mashia, kuamini adli ya uadilifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivi kwetu vimewekwa kwamba ni katika usulu ad-din, yani ni mu'taqadat, ni vitu ambavyo ni akida ya mtu. Na kama inavyoelezwa kwamba huku inahitajia mtu na akili yake afikie natija ya haya. Kwa lugha nyingine haifai kufuata, utakana ukinaike. Ukinaike vipi? Yani wakati ukifanya bahth na utafiti wa kuhusiana Mungu ni mmoja, unatakana usiamini Mungu ni mmoja kwa sababu baba yako anaamini hivyo. Unatakana uamini Mungu ni mmoja kwa sababu unaitakidi hivyo. Kwa utakana ufike kwa daraja ya itikadi kwamba Mungu ni mmoja. Na Mwenyezi Mungu ametoa mifano katika Qur'an ya kiakili ili watu waweze kuenda nayo. Yani kwa mfano ile aya inayosema kwamba lao kungekuwa na Mungu wawili basi ulimwengu ungefisidika. Tungekuwa tuna ulimwengu sababu Mungu huyo anataka mvua, mwingine anataka jua. Anataka wewe uwe hai, mwingine anataka ufe. Kwa hiyo kungekuwa na mchanganyiko. Lakini amebaki Mungu ni mmoja, ndio maana nidhamu ya kiulimwengu inatembea. Kwa hiyo lakini mtu atakana afike mwenyewe, afanye utafiti wake, afikie kwenye kuitakidi kitu kama hicho. Huu ni upande wa akida ambao watu wa dini za mbingu wote wana hizi itikadi, wanaamini Mungu. Japokuwa inawezekana kwenye urefu na upana wa haya mambo kuna tofauti. Pili ni masala ya ahkam, hukumu za kisheria ambao kwa lugha nadhani fiqh, kwa lugha iliyozoeleka, masala ya kifiqh ambao hapa sasa baada ya kwamba wewe ushaamini Mwenyezi Mungu, ukaamini sasa kwamba anachokisema ni lazima kifuatwe. Akikuamrisha kitu lazima, akikukataza kitu lazima ukatazike, kwa sababu kwanza ushakubali ndiye Mungu, ndiye aliyekuumba na kila kitu chake ana maslahi kwako wewe. Hakuna wakati anaamrisha kitu ambacho ni kiovu, hakina maslahi kwako. Na anachokikataza siku zote ni kibaya, kwa hiyo hakina maslahi kwako, kwa sababu ukitekeleza kitakudhuru, tadhuru jamii. Ndio zile annawahi, vitu vinavyokatazwa na Mwenyezi Mungu vyote. Hakuna kitu kimekatazwa na Mwenyezi Mungu ambacho hakina madhara. Kweli. Vyote alivyosema hiki ni haramu, hiki ni kina madhara. Kuna wakati mwingine madhara si lazima wewe uyajue, kwa sababu vitu vingine viko zaidi ya upeo wa kila mtu. Kila mtu ana kiwango chake cha kuelewa mambo. Kweli. Yani ni kama vile leo tukizungumzia masala ya wanawake kuvaa vibaya na nini. Wanasema si watu wana akili zao, watu wana nini, lakini wanaamini kwamba katika jamii haina athari vitu hivi. Viko na athari. Kwa sababu hisia zipo, maumbile yapo. Kuna vitu ambavyo tayari viko katika maumbile ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema fulani awe hivi, fulani awe hivi. Kwa nini huyu asitiriwe hivi, kwa nini huyu mwingine? Kwa sababu yeye mwenyewe aliyewaumba anajua alimuumba huyu vipi, akamuumba huyu vipi.
Kwa hiyo kila kitu kilichokatazwa kina madhara yake, kilichoamrishwa kina faida yake. Kilichoambiwa ni wajibu kufanywa, ujue kina faida yako wewe, ndio maana kimekuwa ni wajibu kwako. Maana kwa mambo vile kama hakimfaidishi Mwenyezi Mungu, ni kuhusiana na wewe binafsi, ndio kwa maslahi yako. Ni kama vile mzazi na mtoto wake ambaye anamjali mtoto. Siku zote hawezi mwambia afanya kitu kinamdhuru, atakuwa anamuelekeza kwa sababu ni mtoto wake. Hii ni sehemu ya pili. Sehemu ya tatu ndio hii sehemu ya akhlaq, tabia ambazo itikadi na fikhi haitoshi kama itakuwa mtu hajipambi sasa na vitu ambavyo sasa vinaothibitisha itikadi yake na sheria alizonazo. Na hapa labda ndio watu watakana kuelewa vizuri. Inawezekana mtu unamwamini Mwenyezi Mungu, si shida, ni Mwenyezi Mungu, unaamini Mungu ni mmoja, una swali swala 5 tunavyosema, lakini kuna masala mengine ambayo watu wakiyaona katika jamii yanatendeka na mtu kama wewe, wanashangaa kwamba huyu mtu ni Muislamu, anakubadilishia picha swala 5 lakini ana kitu fulani anakifanya. Hiki kitu ni kitu cha kiakhlaq. Inawezekana hata si kitu labda ni haramu. Unajua kuna baadhi ya vitu inawezekana si haramu kifiki, lakini akhlaqiyan ikawa ni haramu kweli. Kuna vitu watu wanatakana kuelewa. Inawezekana kitu kifiki hakina shida. Wewe una kitu chako, mtu amekunyima na wewe ukamnyima, una dhambi kifiki? Si unasema ni kitu chako na una hiari ya kumpa au kutompa, lakini kiakhlaq ni kadhia tofauti, kwa sababu Mwenyezi Mungu na Mtume anaeleza kwamba anayekukata watakana ufanye nini? Mkate. Usimkate, umuunge. Yani ambaye anakukataza kitu chake, anakunyima vitu vyake, wewe upande wa pili akhlaqiyan, kiakhlaq hautakana na wewe pia umnyime, watakana unampa. Na ukisoma katika historia ya Mtume katika maisha yake ya maimamu, utapata hivi vitu vingi ambavyo vilikuwa vinafanya watu wahisi kwamba huyu fulani itakuwa si mtu wa kawaida. Kwa sababu gani? Mimi nimemfanyia hiki, nimemfanyia hiki, nimemfanyia hiki. Lakini fil muqabil, upande wa pili alichokirudisha ni kitu tofauti. Yani nilichokitarajia mimi sicho alichokirudisha. Nimemtukana, hajanitukana. Fulani wewe ni hivi, ni hivi, ni hivi, ambacho kisa maarufu nadhani cha Imam Hussein ama Imam Hassan. Bwana alikuja akamtukana, akamwambia maneno machafu. Baadaye Imamu akamwambia, inaonekana wewe ni mgeni hapa. Cha Imam Hassan. Kana hapa ulipofika wewe ni mgeni. Kwanza kama una njaa sisi tutafanya mpango ule, kama una shida ya nguo hauna tutakuvisha, kama una nini, ndio hali yetu. Akashangaa mimi pamoja na maneno hayo yote niliyoyatoa, matusi, maneno mabaya yote, lakini upande wa pili hakuna kitu kibaya kilichorudi zaidi. Kwanza alionyeshwa kwamba sisi hata si watu haya, sisi mambo yetu ni tofauti kabisa. Kwa hiyo kama una shida tueleze, sisi tuko tayari kukusaidia. Kwa hiyo ikabadilisha mtazamo wake upande wa pili. Sasa Imam ana swali, ana itikadi, lakini akhlaq ilichukua nafasi sana ya kumfanya mtu wa upande wa pili kumwelewa huyu kwamba si katika wale watu mimi natarajia, kwa sababu mtu wa kawaida ningemtukana, angenitukana. Ndio yale ya kufikia kwamba umesikia kitu kutoka mahali bila ya kuthibitisha. Lakini umefika ya kwamba labda umekuja ukamtukana, alafu labda ile ulichoambiwa kule, huyu mtu akwambia njoo ufanyika uangalie, ama njoo ukae tu, nimekukaribisha mahali fulani. Anakuja anaona tofauti na kile alichoambiwa. Na bila shaka huyu kisa chake pia ni hivyo hivyo. Ndio. Alikuwa na sura tofauti aliyopewa. Ndio. Alipofika kwa Imam akakuta ni tofauti na vile alivyokuwa anaelezwa. Kwa hiyo hapa ndio tunakuja kukuta kwamba akhlaq ndio inayompa mtu sura ya kile anachokiamini na kile anachokifanya pia. Yani wewe ukawa na itikadi Muislamu, ukawa unaswali swala 5, lakini kuna baadhi ya masala ya tasarufati zako, namna unavyoamiliana na watu, namna unavyorudisha unapofanyiwa kitu,
namna unavyodili na kila kitu chako kina nafasi yake na kinakueleza wewe ni nani. Kwa hiyo tunarudi kusema kwamba akhlaq au makarimul akhlaq kama anavyosema Mtume, tabia njema. Unajua kusema inawezekana watu ina pande mbili. Tabia njema ndio inayomweleza mtu na vile hata ukiwa na tabia mbovu pia ndio inakueleza pia wewe ni nani. Kweli, sahihi. Kwa hiyo kote ina nafasi yake. Kwa hiyo ni kitu muhimu ambacho jamii inatakikana kukiangalia na kukifanyia kazi, kwa sababu ndio mti wa mgongo wa binadamu mwenyewe na jamii. Kwa hiyo shukran sana Sheikh. Acha tuchukue mapumziko, tukirudi katika awamu ya pili tutaendelea zaidi na mada yetu. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Sheikh Juma ndani ya studio zetu za Mahdi TV, naamini unazidi kufahamu au kuelewa mengi kuhusiana na swala zima la maadili, na maadili yanaanza na wewe mwenyewe kwa sababu inakujenga wewe binafsi. Na insha Allah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi ukipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako, tukiwa naye Sheikh wetu Sheikh Juma Shughuli ndani ya studio zetu za Mahdi TV, akizidi kukudadavulia mengi kuhusiana na swala zima la dini, haswa tunapoangazia mada yetu ambayo tupo nayo mezani, si nyingine ila ni mada ya kwamba maadili katika maisha yetu ya kila siku, ni jinsi gani tunafaa kuishi na maadili, na pia ameanza kuelezea vizuri jinsi gani unafaa kuwa na maadili, yanaanzia wapi, na dini tu ama kwa Muislamu tu haidefine maadili yako, kuna akhlaq ndani yake. Na insha Allah mpenzi mtazamaji, tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Sheikh. Naam. Alhamdulillah. Kama tulivyokuwa tumeongea na nafasi ya akhlaq, na kuna kitu ambacho kiko ndani zaidi katika kufahamu baadhi ya vitendo vyetu vya kawaida. Ajira yake inawezekana ikawa kwa pesa. Na kwa nini? Yani binadamu anaweza akakipima kitu kile, akakitathmini, akipa thamani yake. Lakini ikifikia masala ya akhlaq, mara nyingi ni vitu ambavyo vina mafungamano na vya kimaana au si vya kimada. Yani sahi fulani akifanya kitu fulani tutampa 2,000, na kitu fulani tutampa. Lakini kuna kadhaya akhlaqia ambazo zinafanya havithaminiwi na aniwezi kuvipa kima kwa pesa au kwa nini. Ni vitu vinabaki katika maisha. Inahitajika mtu ambaye ana mafungamano na upande wa pili, yani kitu cha ziada zaidi, atoke kwenye mada apande zaidi ndio aweze kuelewa baadhi ya vitu. Kwa mfano, mwanajeshi ambaye amejitolea yeye afe ili kuwaokoa wenzake kama kuokoa jamii alionayo, unataka kusema kitu hiki kinapimwa na pesa na nini? Hapana, hakipimwi hivyo. Na anayekielewa ni yule ambaye anaelewa akhlaq ni nini, yani ambaye ako daraja ya juu zaidi ya mada. Ndio anaweza kuelewa kwamba huyu amejitolea, na kiwango alichokijitolea sisi hatuwezi kukipima na kitu chochote. Kiko zaidi ya hapo. Sasa vitu vya kiakhlaki mara nyingi viko hivyo. Akili yako na utulivu wako inawezekana baadhi ya vitu isielewe, kwa sababu vipi mtu anayekunyima umpe kiharaka haraka na nafsi ya kibinadamu, unaona kwa nini? Yani itakuwa ananifanya mimi fala, sababu yeye ananinyima vitu vyake, yeye ananitukana, yeye anafanya hivi. Kwa nini mimi nijibu tofauti? Kwa nini mimi nimpe? Lakini sasa hii ni tukiangalia haya mambo kimada na kikawaida. Lakini tukitaka kwenda zaidi ya hapo ndio tutaelewa kwa nini anayekukata umuunge, kwa nini anayekunyima umpe. Haya utaelewa wakati ukielewa kwamba akhlaq inafungamana na Mwenyezi Mungu na inafungamana na masala yetu ya kiibada nyingine. Kwa hiyo inamfanya mtu atulie wakati akielewa kwamba kuna zaidi ya haya tunayoyaona machoni mwetu. Kuna vitu zaidi ya hapo. Kwa hiyo akhlaq
ni kitu muhimu, na jamii tukitaka kuipima, kwa sababu nadhani swali linahusiana na jamii zaidi. Tukitaka kupima jamii imefaulu kiasi gani, jamii iko na mwelekeo kiasi gani, watu huja wakaangalia hali ya ile ya jamii, tasarufati za jamii zikoje. Unapoingia katika mji, utakavyopokewa, mandhari yaliyopo, watu inakuhukumu. Unajua, ukishaingia mji kwa mfano ukakuta takataka kila kona, hakuna sehemu maalum ya kuweka taka, kila sehemu hakueleweki, mara nyingi haraka tu unajua hapa nilipoingia kuna mambo hayako sawa. Sasa hata masala ya akhlaki ni hivyo hivyo. Ukiingia sehemu ukakuta jamii haina ukarimu, haina nini, unaelewa kwamba jamii hii imekosa kitu gani. Na ndio maana Mtume alikuwa na kazi ndefu sana kubwa ya kuitengeza jamii. Alianza na vitu ambavyo ilikuwa kwanza lazima vitengezwe, akida. Lakini baada ya akida ikawa sasa ni kubadilisha hizo tabia zilizokuwepo, akhlaki mbovu zilizokuwa, kufanya sasa ziwe akhlaki njema ambazo zinaendana na Uislamu na ubinadamu. Na ndio maana ikafika wakati jamii aliyokuwa nayo ikaja ikawa ni jamii bora, baada ya kumbe ilikuwa ni jamii potofu, jamii ambayo ilikuwa haina mwelekeo. Lakini aliifanyia kazi mpaka ikapanda, na hili ni jukumu la pande zote za kijamii, kutengeza jamii ambayo iko salama kiakhlaq. Inarudi kwa wazazi, inarudi kwa mashule, inarudi kwa mazingira watu wanaoishi. Yote yana mchango katika kuhakikisha kwamba jamii inabaki salama. Watu wasiwe tayari kuacha vitu. Yani leo tunataka kutengeza jamii ambayo ni jamii moja, kama wanavyosema wazee kwamba zamani ilikuwa mtoto wa fulani ni mtoto wangu. Ndio. Kwa nikimwona akifanya kitu, jukumu langu kumfanya, nitamwambia kwamba hicho unachokifanya sio sahihi. Na ndio maana waliweza kuilinda jamii yao. Ndio. Ukafika baadhi ya jamii zetu, kwa mfano Pwani na wapi, Afrika, unakuta jamii ina mwelekeo, watu akhlaki zao na nini, kwa sababu zama hizo watu wote walikuwa ni mas'ulun. Mzazi wako ni mzazi wangu. Ukimtukana mzazi wa mwingine, baba yako ndio atakuchapa. Ndio. Kwa sababu umekosea wazazi heshima. Lakini siku hizi mambo ni tofauti. Tunawaonyesha watoto kwamba wewe ni wangu na si wa fulani. Ndio. Kwa hiyo na fulani naye akishaona hivyo, hajipi stress za kumwona fulani anafanya hiki, amemwona kona anavuta bangi, amemwona kule anafanya, wala haji kumwambia mwenzake kwamba mtoto wako bwana muangalia kona hili na hili. Maana ukienda kumwambia tambao unamwonea hivi, mwanangu umeanza kumwakilia mwanangu uongo, mimi namjua mwanangu. Na huko nje unajua watoto wana portray picha tofauti. Wengine hawawi tofauti na nyumbani. Mtu anayefanya nyumbani ni saint, akitoka nje ni ibilisi fulani wa dunia nyingine. Sasa unakuta inakuwa ngumu kumcorrect huyu mtoto. Utakuta mtu anajibu vile anavyotaka. Sasa lakini kwa vile wewe mama umeamua kuprotect huyu mtoto, inabidi sasa watu watamwacha. Ni kama mtoto mwizi anaiba, lakini wewe kwa nyumba umemshield mtoto wako. Unajua kabisa huyu mtoto ni mwizi, lakini umemweka pale kwa nyumba. Kesho yakitokea madhara utakuwa hauna wa kumlaumu. Sasa hiyo ina mchango mkubwa kwenye maadili maovu yaliyopo kuzidi kutembea. Ndio. Kwa sababu hakuna amri ile bil ma'ruf na nahy anil munkar ambayo inakuwepo kwenye jamii. Na mtoto akishaona jicho la baba la mama yake alipo karibu la fulani ambaye ni watu wake, anakuwa ako huru, kwa sababu hakuna mtu mwingine anaweza mfanya lolote. Ndio. Na zaidi watu walikuwa wakienda nje ndio wanapata maadili maovu na nini, lakini siku hizi mitandao na nini, inawezekana mtoto umemfungia ndani ya nyumba, kwa wale ambao watoto wao hawaachii kutoka. Lakini ndani ya nyumba hiyo hiyo kila kitu ako nacho, kwa sababu wanawasiliana na ulimwengu. Na ndio maana siku hizi kukaa mtoto pia ndani ya nyumba si salama tu. Salama zaidi ni kuhakikisha kwamba mafuhumu za kiakhlaq za Kiislamu zinamfikia mtoto, anazielewa.
Yani ukiwa na binti, ukiwa na kijana, au anaelewa Uislamu wake unamweleza nini, unamkataza nini, anatakana awe vipi, ili aweze kuamiliana na ulimwengu wa mitandao, aweze kuamiliana na ulimwengu wa nje atakaoenda nao. Lakini kumkataza tu, kwa mfano usiende nje, usiende wapi, pale ndani alipo yupo. Wifi siku hizi alhamdulillah, watu kila nyumba iko na wifi no. Watoto na ma smartphone wana nini, wamekuwa connected na ulimwengu na ulimwengu hauna huruma kwamba kitu fulani ndio tutafikisha na hiki. Kila kitu kinaenda na kila kitu kinaenda na kila kitu tunakiona. Sasa natakikana mtoto au jamii iwe na haswana kitu inachowafanya wazuilike na maovu yanayokuja. Hapa ndio tutaweza kuhifadhi thakafa zetu, akhlaki ambazo sisi tunazitaka, na bidii ya kufanya watoto waelewe hivi vitu kivitendo na kuwaeleza. Kuna vitu kadhaa ambavyo vimetokea hivi karibuni ambavyo nadhani vinahusiana na hii nini tulionayo. Kabla ya hapo, kwanza Imam Zainul Abidin katika ana dua inaitwa Makarimul Akhlaq. Mara nyingi sisi tunaisoma wakati wa mwezi wa Ramadhani. Inakuwa recommended watu wasome wakati ule. Lakini dua hii jina lenyewe linakueleza kwamba inaitwa dua Makarimul Akhlaq. Inaelezea tabia nzuri. Ni dua lakini inaeleza vipengele vya tabia ambazo sisi tunatakana kuwa navyo. Moja ya dua ikianza tu imeanza Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, inasifikia imamu anasema wahabli maali al-akhlaq. Anamweleza Mwenyezi Mungu Subhanahu na kumwomba kwamba mpe akhlaq zilizoko juu, akhlaq njema ambazo ziko daraja ya juu. Alafu kukaja na vipengele vingi ambavyo anaeleza Imam Zainul Abidin. Ni dua muhimu wakati tukizungumzia masuala ya akhlaq. Nadhani kama kutakuwa na ninio hivi vipindi vikiendelea kuhusiana na mada, nadhani dua Makarimul Akhlaq ni nzuri kupitiwa moja moja, kuelezea vipengele vya kiakhlaq ambavyo tunataka kuingia ndani. Lakini mimi tukienda mwisho wa hii kipindi, kuna vitu kadhaa ambavyo matukio mawili ambayo nimesimama nayo sana kwenye hii wiki kwenye mitandao. Moja ni ile ya mabinti hawa wa Kiislamu kwa lugha ambayo imewekwa mtandaoni wa Somali, kuwekewa mikono na watu kuja juu na kulipeleka lile jambo mbele, ambayo imeamsha sana. Nilikuwa napitia comment nikaona watu wana maneno mazito mazito wameyasema mle kuhusiana na hilo tukio kwa jumla. Lakini mmoja alikuwa anasema kwani wanawake hawa ni tofauti na hawa wanawake wengine, au kwa sababu huyu anawekea watu hivyo wengine hawasemi kitu, lakini huku watu wamesema. Kwa hiyo hawa ni wanawake zaidi kuliko hawa ama ni vipi? Nadhani ni swala ambalo liko na mughalata anavyosema kwenye mantiki, kwa sababu kila mmoja anajua mipaka yake aliyojiwekea. Kwa Mwenyezi Mungu sisi tulipoumbwa tuliwekwa sote ni binadamu, lakini Mwenyezi Mungu akatuelekeza, akatupa mwelekeo ambao kulingana na ule mwelekeo binadamu ndio anajijua yeye kweli na thamani yake ni ipi na anatakana kwenda vipi. Ndio. Kwa hiyo wewe mwenyewe ukijidunisha ukajiweka wewe ni rahisi, unaweza fanywa lolote na hauna shida, hiyo ni wewe sasa. Lakini upande wa pili kukuwa kuna mtu yeye anaelewa nafasi yake, anaelewa thamani yake, anaelewa sheria zake ni gani, na akawa hayuko tayari kufanywa kitu uliomfanyia mwingine, haimaanishi kwamba yeye ni binadamu tofauti. Hapana, ni binadamu yule yule, lakini ambaye anajua sheria zake zikoje, thamani yake ikoje, na anataka na kuwa vipi, anajifahamu ni nani. Na hii hata haina tofauti baina Muislamu na Mkristo. Ndio. Sasa mimi naamini pia Wakristo sio yote anakubali tu mtu stranger umjui ni nani haja kuwekea tu mikono mabegani, akushike kichwa afanye nini, kwa sababu ameshajiwekea mipaka yake.
Sisi kwetu kama Waislamu ni zaidi ya hapo, kwa sababu sisi masala mengine ni masala yetu ya kisheria na dini yetu inavyotuelekeza. Kwa hiyo inatakikana upande wa pili waelewe kwamba inapokuja masala ya mabinti wa Kiislamu wanaofuata dini yao, kwa sababu wako pia ambao sio wafuataji wa dini, inawezekana akafanywa lolote akatulia, lakini ambaye mwenyewe anafuata dini yake, amejiwekea heshima zake, ni muhimu sana jamii ielewe kwamba kuna sheria zinazo wachunga na hizi sheria zinamhusu mwanamke yote, kwamba mwanamke kwa nafasi alionayo si chombo cha kuchezewa na kila mtu. Thamani yake ni zaidi ya hapo, na ndio maana Uislamu uliweka hiyo nafasi. Sasa kwa wale ambao wanaielewa, hawafanyi kwamba ni kurudisha watu nyuma, wanaelewa. Mmoja nimeona alicomment akasema, sasa kama hata kazini yangu hafai kunishika hivyo, wewe ni nani? Naelewa. Na hii inatakana jamii elewe kwamba katika Uislamu kazi, kwa sababu kuna nafasi ya kidini, inawezekana akamuoa kwa kuoana, haruhusiwi kusalimiana naye kwa mkono, kumwekea mikono mabegani na nini, na ndugu yake. Sikuambie mtu ambaye yuko kando kabisa, ambaye hakuna mahusiano ya kifamilia, hakuna lolote, ni zaidi ya hapo. Kwa hiyo inatakana jamii ielewe hivi vitu, isiwe ni masala yanabadilika yanakuwa kama ni ugomvi wa kidini. Si masala ya ugomvi wa kidini, bali kwamba kuna mipaka yake. Kuna sheria ambazo zimewekwa, na mwanamke kuwa hivi kuna sheria zake ambazo pia amewekewa. Ndio. Na hii iko kote kando na Uislamu. Sisi ni zaidi, kwa sababu kuna mielekeo mingi na maelekezo mengi ya kidini ambayo yamewekwa, namna ya kuamiliana na mwanamke, namna ya kuongea, mipaka yote ambayo imehifadhiwa ili kumhifadhi mwanamke na kuhifadhi jamii kwa jumla. Hiyo ni tukio moja ambalo nimeona limetembea sana, na kwa sababu tuna mada hizi za kiakhlaq, ni swala muhimu. Tutapongeza wale ambao wako na ghira ya upande huo. Pili, ambayo naona muda wetu umeisha, ni mmoja wa hawa watu maarufu wanaoitwa kusema kwamba mzazi sio responsibility yake. Nadhani ile neno zito kiasi, ni zito, na linahitaji nadhani kikao maalum kuliongelea hilo. Lakini kwa haraka hapa ndio tutaka kujua kwamba mafuhumu za kidini zinatakana zitembezwe vizuri, kwa sababu kufikia mtu kusema kwamba mzazi sio jukumu lake, au sio jukumu lake la kwanza, kwa lugha yote atakayoongea, lakini madama ameweka kwamba sio, anatakana arudi kwenye meza tena kuliangalia hili swala. Kwa inatakana Uislamu ufuatilia haya masala, hasa mambo yanayotokea, hasa media na nini, ni masala ambayo yanatakana yakitokea yaangaliwe na yaongelewe, kwa sababu tuweza kuona ni mepesi, lakini ni mazito, yanatembea. Na ukiingia kwenye comment ndio utajua akili za watu zikoje, kwa sababu hapo ndio utajua kumbe watu wengi walikuwa wanaunga hii fikra, hawakuongea tu. Kwa sababu wengine wanasema kweli bwana, kwa nini hakujipanga wakati wake? Ni kule kusahau kwamba kuna haki za mtoto kwa mzazi. Ndio hiyo sasa. Sasa ni vitu vinatakana kufanyiwa kazi. Na vyombo kama hivi Mahadi TV natakana kufanyia kazi vitu kama hivi, hasa jamii kuelimishwa katika haya mambo ambayo yanatokea katika jamii yetu, na kuweka watu sawa. Wakati mwingine hata si vita, ni watu kufahamu tu kinachoendelea. Shukran sana Sheikh, hakika umeweza kuelezea jambo zuri kuhusiana na hili swala la maadili, kwa sababu ni mengi ambayo tunayaona huko mitandaoni mpaka yanatushangaza, especially nikiangalia watoto wa kike sasa hivi tunapoelekea, tumesahau maadili yetu, tumesahau stara yetu, tumesahau kila kitu ambacho kinahusiana na masuala ya dini. Shukran sana Sheikh. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa naye Sheikh ndani ya studio zetu za Mahdi TV, naamini umeweza kufaidika naye. Akhlaq ni muhimu sana kama alivyosisitiza, na lazima tuweze kufahamu ni vitu ambavyo tunafaa turegelee, dini inasema nini kuhusiana na masuala na akhlaq. Wewe binafsi kuna vitu ambavyo hungependa katika maisha yako vikutokee, ila kwa akhlaki njema ndo watu hukujua wewe ni nani, na pia kwa akhlaki mbaya pia watu watajua picha yako ni ipi. Na insha Allah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia
Maasalam.